Shalom mwana wa Mungu mpendwa katika Kristo, na kusalimu kwa jina la Bwana. Karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunavyo katika channel hii ya Salvation Grace, yani Neema ya Wokovu TV, ambayo tunaendelea nayo, na tulikuwa tumeanza kwa vipindi viwili. Tulishafundishana kwa habari ya mahusiano, lakini pia tukaja kuangalia vizuizi vya kitabia katika kutimiza kusudi, na tuliangalia baadhi ya tabia ambazo ukiwa nazo zinaweza zikakwamisha kufikia yale malengo ambayo ni kusudiwa. Tukasema kwamba kuna tabia ambazo ni kikwazo kikubwa cha watu kufanya mapenzi ya Mungu yakatimizwa. Tunaenda kuangalia namna ya kushughulika na tabia ambazo zimekuwa ving'ang'anizi kwenye maisha yako. Kuna namna ambavyo unatamani uwe lakini inashindikana. Paulo anasema, najua nilitendalo, napaswa kulitenda lililo jema, lakini silitendi. Nini kimemzuia Paulo? Manake ni aina ya tabia ambazo zimeshajengeka kwenye maisha yake. Tuangalie hatua 5 za msingi za kuzingatia ili kushughulikia tabia ambayo kuleta mabadiliko kwenye maisha yako kupitia tabia. Na watu watakupenda, watasema hakika huyu sio yule ambaye tulimzoea. Edwin tulimjua kwa namna fulani, lakini huyu kweli Mungu amembadilisha. Hatua ya kwanza ni kutambua udhaifu wako. Nimesema kuna mwana falsafa anayesema moja ya hekima ya mtu ni kujijua yeye mwenyewe. Socrates anasema moja ya hekima ya mtu ni kujijua mwenyewe. Usiigize. Kuna watu wanapenda kutambua madhaifu ya watu. Jifunze kujijua wewe kabla hujaanza kuwajua watu wengine. Ili uweze kutoka kwenye tabia yoyote ile, kwanza lazima ujijue wewe kwamba tabia zako zikoje. Na bahati mbaya shetani alivyo mjanja amekukipu busy kuangalia mambo ya watu, amekuacha kushughulika na mambo ya kwako. Unajikuta unapoteza muda na mambo ya watu, halafu mambo yako yaendi. Tabia zako zimekuwa za kulaumiwa, lakini umekuwa ni mzuri wa kutatua tabia za watu wengine. Kwa hiyo kabla hujaenda kushughulika na tabia za watu wengine, lazima ushughulike na tabia yako. Na hapo nitakupa kisa kimoja. Mmoja ya kiongozi maarufu ambaye alikuwa nyakati hizo India, alikuwa anaitwa Mahatma Gandhi. Yeye aliletewa kijana mmoja ambaye alikuwa na tatizo la kunywa pombe na kuvuta sigara. Alafu akaletewa pale na mama mmoja, anamwambia mtoto huyu nimeshafanya kila, nimeshampiga, nimempeleka mpaka mahakamani, nimeshindwa, naomba mzee unisaidie. Mahatma Gandhi akasema kwamba naomba, kwa sababu imeshafika katika hatua hii, hebu nipe siku 7, halafu baada ya hapo mtarudi. Yule mama akachanganyika, akasema mzee, yani hapo mtoto alipofikia nikimwacha tena siku 7 atapotea kabisa. Lakini Mahatma Gandhi akasema nina maana ya kwamba mje baada ya siku 7. Waliporudi baada ya siku 7, yule mama akampeleka mtoto, na baada kama dakika 5 yule mtoto akarudi akiwa yani hakuwa yeye yule mtoto. Baadaye yule mzee akamwambia chukua mtoto wako wewe. Alafu mama akashangaa, mtoto mbona kama kwanza karudi na tabasamu, imekuaje kwa muda mfupi hivi? Mahatma Gandhi akasema, akamwambia yule mama, ulivyoniletea mtoto mimi mwenyewe nilikuwa na tatizo la uvutaji wa sigara. Nilikuwa na sumbuliwa na hilo tatizo kwa muda mrefu, na nilishapambana sana nikashindwa. Kwa hiyo ulivyoniletea mtoto mwenye tatizo kama hili, ilikuwa ni vigumu mimi kumshauri, kwa sababu ilitakiwa mimi nipate mbinu kwanza, niishinde tabia iliyo ndani yangu, halafu ndio niweze kumshauri mtoto. Kwa hiyo aliweza kumshauri, alipata mbinu bora za kumshauri mtoto baada ya yeye mwenyewe kujishinda tabia aliyokuwa nayo ambayo alitumia. Kwa hiyo kanuni moja nzuri ya msingi ambayo natakuwa uielewe ili kushinda tabia unayo. Kwanza, tambua udhaifu wako. Achana na udhaifu wa watu wengine. Jijue wewe ni nani. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 6 aya ya 5, Isaya anakutana na Mungu, anasema midomo yangu ni michafu. Isaya anajigundua kwamba nimekutana na Mungu, midomo yangu ni nini? Ni michafu. Kuna watu wengi tunasema tumekutana na Mungu lakini midomo yetu bado ni michafu. Unapokuwa na tabia ambayo ni ya uharibifu, tabia zile ambazo nimezitaja, tabia mbaya, unapaswa kujijua, kwa sababu ukikutana na Mungu unajijua wewe ni nani? Ni mdhambi. Ukisoma katika Luka 5:8 unamwona Petro amekutana na Yesu, anajigundua yeye ni mdhambi. Kitu cha kwanza ili uweze kushughulika tabia, lazima ujijue udhaifu wako. Elewa kwamba mimi ni muongeaji, elewa mimi ni muongo, mimi napenda sifa, mimi ni mdokozi, mimi ni mzinzi. Lazima ujijue wewe kabla wengine hawajakujua. Na mara nyingi ili kujijua vizuri, angalia vile vitu watu wanaokulalamikia muda mrefu. Watu wanakusaidia wewe kujijua. Unalalamikiwa kwa mambo gani? Hayo ndio yatakusaidia kuweza kujijua wewe mwenyewe. Jambo la pili, soma neno la Mungu. Ukishajitambua, kaa kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linakuja kufanya nini? Neno la Mungu linakuja kupembua ngano na makapi na magugu ndani yako. Utaanza kugundua neno linakataza uzinzi.
Kwa hiyo uzinzi ni nao. Okay, kumbe uzinzi natakiwa ni uache. Unaanza kupembua ngano na magugu yanakaa pembeni. Unajikuta kwa sababu una neno lilo likaa kwa wingi. Kolosai 3:6 anasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Kwa hiyo neno la Mungu likikaa ndani yako kwa wingi, zile dhambi zitakuwa kama magugu. Maana yake utapembua kipi nifanye, kipi nisifanye. Tabia fulani inavyoinuka ndio yako. Neno linasema uzinzi ni dhambi, usizini. Unakumbuka neno lilisema. Kwa hiyo neno la Mungu litakuwa lijae zaidi ndani yako kuliko mambo mengine. Na jambo la tatu, mualike Roho Mtakatifu. Galatia 5:22 ametaja matunda ya Roho Mtakatifu. Ndani yako lazima ujazwe matunda ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu lazima aje ndani yako. Roho Mtakatifu anakuletea kiasi, anakuletea uvumilivu, anakuletea upole, anakuletea uaminifu, anakuletea upendo. Unajua hata kupenda watu nayo ni karama ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima Roho Mtakatifu aje ndani yako. Anakuletea amani, anakuletea utu wema, kujali wengine na kuheshimu hisia za watu wengine. Ukisoma waraka wa pili wa Petro sura ya 1 aya ya 4 anasema, tena kwa hiyo ametukirimia ahadi kubwa mno za samani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo sisi tunaenda kuchukua tabia za uungu kwanza, kwa sababu tumeunganikana na Roho Mtakatifu. Tunajua Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, na nilisema ila tu iliyopita kwamba lazima uwe na neno. Neno ni Mungu mwenyewe. Kama tuna neno, maana yake Mungu anakaa ndani, na Roho Mtakatifu ndo anakuja kuzitengeneza sasa zile tabia za kiungu. Tunaanza kutembea kama wana wa Mungu. Jambo la 4, epuka vitu vinavyokupeleka kwenye tabia mbaya. Epuka vitu ambavyo vinakufanya au kuviacha vitu au kujitenga na vitu ambavyo vinakufanya ukafanya zile tabia mbaya. Kama kuna marafiki ambao unashirikiana nao ni watukanaji, wasengenyaji, ni watu wa ovyo, yani wale watu wote wabaya ambao wanakupelekea unajikuta umeanguka kwenye uharibifu, jaribu kujitenga nao. Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura ya 2:21 neno la Mungu linasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafichwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Paulo anaandikia Timotheo kwamba ikiwa watu watajitenga na hao, kitakuwa chombo cha heshima. Kuna namna umeshindwa kupata heshima kama mtumishi wa Mungu kwa sababu ya watu ambao unaambatana nao pamoja na tabia zao. Tukitaka kujua tabia zako, mara nyingi kuna msemo wa wenye hekima wanasema tuangalie aina ya marafiki ulio nao. Kwa hiyo lazima ujitenge. Kama ni simu inakushawishi, lazima ujitenge na mitandao, uache kutumia mitandao. Badala ya kutumia simu, chukua Biblia, soma. Muda unaojisikia kushika simu, nenda kafanye kazi, nenda kashike Biblia, au ingia kuimba, au ingia kuomba, au ingia kusikiliza mafundisho ya Mungu. Badala ya kutumia mitandao kuangalia mambo mabaya, jitenge na hivyo vitu. Na ukiona unashindwa kabisa, weka simu mbali, tafuta simu ndogo ambayo inaweza ikuzuia kutokushawishika kuingia kwenye tabia mbaya. Isaya 57:14 inasema, naye atasema tutieni, itengenezeni njia, kiondoeni kila kikwazo katika njia ya watu wangu. Kwa hiyo dawa pekee ni kuondoa hivyo vikwazo. Upo kwenye mahusiano, saizi unasema ninateseka na roho ya uzinzi na uasherati. Achana na hayo mahusiano. Kikwazo ni kukaa karibu na wanaume. Kama ni namba zinakushawishi muda wote ukiwakumbuka na wapigia, futa, block hizo namba. Yaani usikubali kukaa kwenye dhambi. Ni sawa na kukaa kwenye moto halafu unalalamika unaungua, hautoki kwenye huo moto. Dawa pekee ya kuweza kusalimika na huo moto ni lazima kukimbia, kuondoka au kuviachia hivyo vyote, hivyo ulivyovishikilia kwenye hayo maisha. Kwa hiyo tabia inawezekana kuondoka pale ambapo utaacha kila ambacho unakifanya. Jambo la 5, tambua thamani ya wokovu wako. Katika Ibrania sura ya 2 aya ya 3 anasema, je, tutapataje kupona kama tusipo usamini wokovu? Elewa umuhimu wa Yesu kufa msalabani ilikuwa ni kushughulika na tabia zako. Kwa hiyo usije umekaa kwenye wokovu umerelax na tabia zako bado ni zile zile ukafikiria Yesu anafurahia. Hapana. Kuna wakati kama hujauthamini wokovu huwezi kukula matunda ya wokovu. Na unasema nimekaa kwenye wokovu muda mrefu lakini sioni matunda. Matunda yatakuja pale ambapo tu utabeba tabia za wokovu, utathamini wokovu. Ukijua kwamba nilitolewa mahali fulani, ukikumbuka ulikotolewa, lazima kila mtu atapambana, atafanya bidii kuto kurudi kule alikotoka.
Watu wengi sana wameingia kwenye wokovu, lakini hawapo tayari kulipa gharama, kujikatalia yale maisha ambayo walikuwa wakiishi mwanzo. Kwa hiyo ili uweze kushinda hizo tabia, lazima ujikatalie aina ya maisha ambayo ulikuwa umeyazoea na ufuate tabia za mpya za Kristo. Tambua thamani kwamba hujaokolewa kwa bahati tu, umeokolewa kwa neema. Hukustahili, na wewe unajiona kama umeingia hapo ni kama ulistahili, lakini kiukweli hukustahili. Na jambo la sita, tambua kusudi au wito unategemea aina ya tabia. Kwa hiyo kusudi au wito ulionao unategemea sana tabia yako. Elia tabia yake ilimsaidia kufanya mambo makubwa. Wito au kusudi ulioitiwa wewe unategemea aina ya tabia ulionayo. Tabia yako inaweza kujenga msingi mzuri wa kufikia kule ambako Mungu anatamani ufike. Tabia ulionayo inaweza ikasaidia au ikazuia kutimiza lile kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo lazima kuangalia aina ya kusudi ulilobeba. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 3 ya kwanza, nasema ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mme wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mtu mpiga watu, bali awe mpole, sio mtu wa kujadiliana, asiwe mtu mwenye kupenda pesa. Waraka wa Paulo kwa Timotheo wa kwanza anaelezea namna ya kutambua wito wako. Lazima uendane na tabia. Asiwe mtu wa aina gani, ameelezea hapo, kasome vizuri. Jambo la 7, elewa madhara ya tabia yako. Umebeba hukumu. Kwa hiyo tabia ulionayo inaweza pia ikakuharibia usiweze kufikia makusudi. Madhara yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko kile ambacho chenyewe unakifanya. Mfano, tabia uzinzi. Uzinzi unaonekana ni kitendo kizuri na kinafurahiwa, lakini kinapoteza na ndoto nyingi za watu. Maono mengi na ya watu wamekufa kwa sababu ya ku-entertain ili nayo, kwa sababu anaona akisimama jukwani anafundisha vizuri, anaona akikaa watu wanamuelewa, akiomba mapepo yanakimbia. Ngoja nikwambie, kukimbiza mapepo si garantia kwamba basi wewe utaingia mbinguni. Yesu anasema siku ile kwamba mlitoa pepo, wengi watasema tulitoa pepo kwa jina lako, tulifundisha, tulifanya hivi na vile, lakini anasema sikuwajua. Sio kwamba Yesu alikuwa wajui, ila tabia ndo zilifunga mlango wa sisi kumkaribia Mungu. Angalia tabia ya mtu mmoja anaitwa Gehazi. Gehazi alikuwa ni mtumishi wa Elisha. Wakati mmoja Naamani amekuja kutaka uponyaji, alikuja na dhahabu, alikuja na fedha, lakini Elisha baada ya kumhudumia akamwambia, wewe nenda, fedha yako naipotelea mbali. Lakini Gehazi kwa tamaa zake mwenyewe akapita mlango wa nyuma, akaenda akachukua zile fedha, lakini anajikuta baadaye anaanguka kwenye madhara ya kupata laana ya kuchukua ule ukoma wa Naamani yule ambaye amempa fedha. Unaweza kuwa unafanya huduma lakini unapenda sana kulipa. Unaweza kuwa unachukua matatizo ya wale unaohudumia badala ya kuwasaidia, wewe unajikuta unachota matatizo sehemu nyingine. Ni bora kama unafahamu kwamba huwezi kuhudumia, wape watu ambao wanaweza kuhudumia kwa moyo. Utasoma katika Wafalme wa Pili 5:21 hadi 27. Lakini jambo la 8, uwe na matumaini katika kubadili tabia. Usiogope, usiwaze, uwe na matumaini. Weka matumaini kwamba nitabadilika. Paulo alikuwa ni Sauli. Lazima ujiulize, kama Paulo alikuwa ni Sauli, mimi ni nani? Lakini lazima ujue pia kwamba Mariamu Magdalena alikuwa ni kahaba, lakini mwisho wa siku ndo aliyependwa na Yesu mpaka alikaa magotini pa Yesu. Lakini Zakayo alikuwa mtoza ushuru mzuri, alikuwa ni mzulumaji, alikuwa ni tapeli la mali za wananchi, kwa sababu alikuwa amepewa kusimamia. Lakini Zakayo alibadilika, karudisha, kalipa vile alivyokuwa anavitumia, na mwisho wa siku Yesu akaja nyumbani kwake, anamwambia wokovu mkuu umerudi, umekuja nyumbani kwake. Lakini Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini injili ya kwanza kabisa katika maandiko matakatifu tunaona ni huyu Mathayo. Lakini je, wewe umeonaje mabadiliko ya tabia kwako ni magumu? Ayubu 22:23 neno la Mungu linasema, ukimrudia Mwenyezi Mungu utajengwa, ukiuondoa udhalimu mbali na hema yako. Ukimrudia Mwenyezi Mungu utajengwa, ukiuondoa udhalimu mbali na hema yako. Kwa hiyo tunajengwa kwa kuondoa udhalimu wa tabia mbaya ambazo tuko nazo. Mungu yuko tayari kutujenga, Mungu yuko tayari kukujenga, na ninaamini kabisa Mungu yuko tayari kukusaidia. Zaidi usikate tamaa, muombe Mungu akusaidie, mpe Roho Mtakatifu nafasi ya kutawale, atawale maisha yako.